Kama waziri nasimamia jambo hili la Mwenge, niseme kuridhishwa sana na maandalizi ambayo yameshakuwa mpaka sasa hivi, na jambo ambalo tunasema la 1% kubakia ni wananchi wa Mbeya, kama ambavyo unaona tulikuwa tunawasubiri kwa hamu na wamejitokeza, wamependeza, na tunashukuru sana uongozi wa mkoa wa Mbeya kwa kuhakikisha kwamba jambo hili linafanikiwa, kwa sababu sisi kama wizara, ukiachilia mbali usimamizi wa juu katika maandalizi, lakini sisi kwetu kubwa zaidi ni kuleta chombo ndani ya uwanja. Lakini wenzetu wa Mbeya ambao ndio wana watu, kuorganize watu, kuwaleta watu katika uwanja ili kuweza kufanya jambo hili likao lenye furaha zaidi. Kwa hiyo nashukuru kwamba tumefanikiwa. Lakini kama unavyojua kwamba taratibu hizi haziwezi kukamilika bila ya mambo makubwa matatu. Kwanza, mojawapo likiwepo jambo la maonyesho ya kazi za vijana ambayo yanafanyika katika kipindi ambacho kinaitwa wiki ya vijana. Vijana mbalimbali kutoka kona mbalimbali za nchi, upande wa bara lakini pia upande wa Zanzibar, wanaleta kuonyesha kazi zao mbalimbali ambazo wanazifanya, na kwa kweli safari hii tumepata watu wengi. Maana wamekuja watu wengi sana, wameonyesha kazi nyingi sana za mikono, wakina mama, vijana nao wameonyesha kazi zao, na tunashukuru sana. Na maonyesho hayo nayo yanahitimishwa leo asubuhi na mgeni rasmi. Lakini sio hilo tu, pia wiki hii ya vijana inakuwa ndani yake ina makongamano ambayo yanatumika kwa ajili ya kuzungumza falsafa ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini pia kuzungumza juu ya nini ambacho nchi inafanya hasa kwa upande wa maendeleo ya vijana kwa jumla yake. Nashukuru kwamba Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimeendelea kuorganize kushirikiana na vyuo vingine kupitia kile kinaitwa kigoda cha maprofesa wa falsafa ya Mwalimu Nyerere. Wamejadili mambo mengi na sisi tupata nafasi ya kushiriki tukiwa na waziri mkuu. Wamejadili mambo mengi zikiwemo sehemu ya changamoto, wapi wanaona mapungufu ya kisera ili kuwasaidia vijana, lakini pia kuisaidia nchi kwenda mbele. Lakini pia kwa hapa Mbeya vijana walikutana pia kwa mujibu wa takriban siku 2-3 wakijadili, ambapo nataka nishukuru sana kwa sababu Dar es Salaam vijana walikuwa wengi, walikuwa almost karibu watu 700-800, lakini Mbeya walikuwa zaidi ya watu 2000. Kwa hiyo hii inaonyesha jinsi gani kwamba kunaendelea kuwa na muhimu hii. La msingi zaidi ambalo na tunashauriana na wenzangu ni kuona kwamba mwakani ikiwezekana au miaka inayofuata, basi ili kongamano za vijana kujadili mustakabali wa maisha yao na nchi yao iweze kufanyika ikiwezekana katika kila sehemu ya nchi yetu, sio katika baadhi ya maeneo ambayo yanakuwa ni. Tukitengeza utaratibu huo, tukapanga utaratibu mzuri, naamini kabisa mambo yatakwenda vizuri. Lakini jambo kubwa na la tatu katika kipindi hichi ni jambo la ibada maalum kwa ajili ya kumuombea hayati baba wa taifa na Sheikh Abeid Amani Karume huko walipo. Mwenyezi Mungu awahifadhi, awape pumziko la milele na katika raha zote ambazo zinatakiwa kuwepo baada ya maisha ya kidunia. Kwa sisi kazi yetu ni kuwaombea kwa sababu wazee hawa walisacrifice mambo mengi sana, waliacha mambo yao mengi, wakaamua kupigana kwa ajili ya leo Tanzania hii. Unaiona vijana wamefurahi, Mwenge unakimbizwa, na Watanzania wanaweza tukaongea lugha ya maendeleo. Zamani kabla uhuru, makusanyiko kama haya yalikuwa ni sehemu ya kuonekana kwamba mnamchochea na kumuondoa mzungu asiendelee kuwatawala. Lakini leo kesi ni tofauti, Watanzania wako huru, wanajadili mambo yao na mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo naweza kusema kwa jumla kwamba maandalizi yako vizuri. Sasa hivi tulichonacho, tunamsubiri mgeni rasmi na baadhi ya watu ambao wako katika majumba huko, basi tunaendelea kuhimiza waje washuhudie sio tu Mwenge wa Uhuru ukifikia kilele chake, lakini ujumbe wa Mwenge wa Uhuru ndio jambo la muhimu zaidi ambalo tunakwenda kufanya leo hii. Binafsi kama waziri nasimamia jambo hili la Mwenge, niseme kuridhishwa sana na maandalizi ambayo yameshakuwa mpaka sasa hivi, na jambo ambalo tunasema la 1% kubakia ni wananchi wa Mbeya, kama ambavyo unaona tulikuwa tunawasubiri kwa hamu na wamejitokeza, wamependeza, na tunashukuru sana uongozi wa mkoa wa Mbeya kwa kuhakikisha kwamba jambo hili linafanikiwa, kwa sababu sisi kama wizara, ukiachilia mbali usimamizi wa juu katika maandalizi, lakini sisi kwetu kubwa zaidi ni kuleta chombo ndani ya uwanja. Lakini wenzetu wa Mbeya ambao ndio wana watu, kuorganize watu, kuwaleta watu katika uwanja
ili kuweza kufanya jambo hili likawa lenye furaha zaidi. Kwa hiyo nashukuru kwamba tumefanikiwa. Lakini kama unavyojua kwamba taratibu hizi haziwezi kukamilika bila ya mambo makubwa matatu. Kwanza, mojawapo likiwepo jambo la maonyesho ya kazi za vijana ambayo yanafanyika katika kipindi ambacho kinaitwa wiki ya vijana. Vijana mbalimbali kutoka kona mbalimbali za nchi, upande wa bara lakini pia upande wa Zanzibar, wanaleta kuonyesha kazi zao mbalimbali ambazo wanazifanya, na kwa kweli safari hii tumepata watu wengi. Maana wamekuja watu wengi sana, wameonyesha kazi nyingi sana za mikono, wakina mama, vijana nao wameonyesha kazi zao, na tunashukuru sana. Na maonyesho hayo nayo yanahitimishwa leo asubuhi na mgeni rasmi. Lakini sio hilo tu, pia wiki hii ya vijana inakuwa ndani yake ina makongamano ambayo yanatumika kwa ajili ya kuzungumza falsafa ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini pia kuzungumza juu ya nini ambacho nchi inafanya hasa kwa upande wa maendeleo ya vijana kwa jumla yake. Nashukuru kwamba Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimeendelea kuorganize kushirikiana na vyuo vingine kupitia kile kinaitwa kigoda cha maprofesa wa falsafa ya Mwalimu Nyerere. Wamejadili mambo mengi na sisi tupata nafasi ya kushiriki tukiwa na waziri mkuu. Wamejadili mambo mengi zikiwemo sehemu ya changamoto, wapi wanaona mapungufu ya kisera ili kuwasaidia vijana, lakini pia kuisaidia nchi kwenda mbele. Lakini pia kwa hapa Mbeya vijana walikutana pia kwa mujibu wa takriban siku 2-3 wakijadili, ambapo nataka nishukuru sana kwa sababu Dar es Salaam vijana walikuwa wengi, walikuwa almost karibu watu 700-800, lakini Mbeya walikuwa zaidi ya watu 2000. Kwa hiyo hii inaonyesha jinsi gani kwamba kunaendelea kuwa na muhimu hii. La msingi zaidi ambalo na tunashauriana na wenzangu ni kuona kwamba mwakani ikiwezekana au miaka inayofuata, basi ili kongamano za vijana kujadili mustakabali wa maisha yao na nchi yao iweze kufanyika ikiwezekana katika kila sehemu ya nchi yetu, sio katika baadhi ya maeneo ambayo yanakuwa. Tukitengeza utaratibu huo, tukapanga utaratibu mzuri, naamini kabisa mambo yatakwenda vizuri. Lakini jambo kubwa na la tatu katika kipindi hichi ni jambo la ibada maalum kwa ajili ya kumuombea hayati baba wa taifa na Sheikh Abeid Amani Karume huko walipo. Mwenyezi Mungu awahifadhi, awape pumziko la milele na katika raha zote ambazo zinatakiwa kuwepo baada ya maisha ya kidunia. Kwa sisi kazi yetu ni kuwaombea kwa sababu wazee hawa walisacrifice mambo mengi sana, waliacha mambo yao mengi, wakaamua kupigana kwa ajili ya leo Tanzania hii. Unaiona vijana wamefurahi, mwenge unakimbizwa, na Watanzania wanaweza tukaongea lugha ya maendeleo. Zamani kabla uhuru, makusanyiko kama haya yalikuwa ni sehemu ya kuonekana kwamba mnamchochea na kumuondoa mzungu asiendelee kuwatawala. Lakini leo kesi ni tofauti, Watanzania wako huru, wanajadili mambo yao na mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo naweza kusema kwa jumla kwamba maandalizi yako vizuri. Sasa hivi tulichonacho, tunamsubiri mgeni rasmi na baadhi ya watu ambao wako katika majumba huko, basi tunaendelea kuhimiza waje washuhudie sio tu mwenge wa uhuru ukifikia kilele chake, lakini ujumbe wa mwenge wa uhuru ndio jambo la muhimu zaidi ambalo tunakwenda kufanya kwa leo. Kauli mbiu ni ipi hasa mheshimiwa? Kauli mbiu ni kwamba tunawahimiza Watanzania wajitokeze kwa wingi kushiriki uchaguzi. Mimi naitwa Hamza Hassan Juma, ni waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais Zanzibar, sera, uratibu na baraza la wawakilishi, ambaye pia ninashughulikia masuala ya muungano. Kimsingi tuko hapa Mbeya katika kilele cha uzimaji wa mwenge kama alivyoeleza Mheshimiwa Waziri Ridhiwani. Ni kwamba huu mwenge wa viongozi wetu wameanzisha kwa madhumuni maalum. Kwanza kuendelea kuwaeka Watanzania kwa wamoja. So kama tunavyofahamu, mwenge huu unatembea Tanzania nzima, unatembea karibu mikoa yote. Kwa maana hiyo, huu mwenge kila unapokwenda kuna ujumbe maalum wa kuunganisha Watanzania, aidha katika suala la amani, maendeleo na mambo mengine ambayo yanahusu maisha yao. Kimsingi kuna baadhi ya watu wanazungumzia na baadhi ya nchi jirani, kwa nini Tanzania inaendelea kuwa na amani na wanaendelea kuwa chini ya muungano, ambapo kuna nchi nyingi zimeshindwa kuwa katika muungano. Moja katika kielelezo ni huu mwenge, kwa sababu ukiangalia kuna baadhi ya nchi za wenzetu, mfano kama Ethiopia, unaweza ukamkuta waziri mkuu wa nchi hii
hawezi kwenda baadhi ya maeneo mengine kutokana na sintofahamu au changamoto za kiusalama. Lakini Tanzania tuko huru, mwenge huu umetembea katika wilaya karibu zote. Kwa hiyo unapeleka ujumbe mahususi kwamba ni umoja na amani kwa wananchi wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kama alivyosema Mheshimiwa Ridhiwani, vile vile kuna wiki ya vijana, ambao vijana ni changamoto katika maeneo yote, kwa sababu vijana ni watu ambao wanahitaji, vijana ambao wana ambition, wana tamaa zao mbalimbali, wanaona kwamba hazifikii kwa haraka. Kwa ndio maana tunatumia fursa ya utembezaji wa mwenge kuweka lile wiki la vijana kwa ajili ya kuzungumzia masuala yao, na pale na sisi viongozi tunakuwepo, tunawasikiliza nini ambacho wanachohitaji. Basi yale mambo ambayo ya msingi tunaingiza katika sera zetu, katika sheria, ili kuona vijana na wao wanaishi katika hali ya amani, lakini vile vile na utulivu katika nchi yao. Lakini sio hivyo tu, pia kuwa na matumaini kwamba future yao baadaye itakuwa ni nzuri vile vile. Kwa hiyo huu mwenge kwa kweli sio kitu tu cha kuangalia watu wanakimbizana na mwenge, lakini ni moja katika kielelezo ya umoja wa nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.